langu ni wewe peke yako. Hili ni ombi langu mchana na unaweza kunyosha mikono yako juu. Naja mbele zako Yesu nikumbuke, nipe furaha moyoni, Yes. niseme umete kimbilio langu ni wewe peke yako. Hili ni ombi langu mchana na usiku. Naja mbele Baba, hatuna mwingine, hatuna mwingine, hatuna mwingine wala hatuhitaji mwingine. Msaada unatoka kwako, tumaini letu ni kwako, furaha inatoka kwako, kimbilio la kweli la uhakika ni kwako, ni kwako, ni kwako, ni kwako, ni kwako Bwana, ni kwako. Msaada wa wanadamu ni wa kitambo tu, lakini wewe ndiye msaada wa kweli. Tumekuja tena asubuhi ya leo, tunasogea kwako Bwana, tunasogea kwako Jehova. Tuko hapa Bwana kukusikia, tuko hapa kusema na wewe, tuko hapa kuileta mizigo yetu iliyojaa kwenye nafsi zetu. Tumekuja kuyaleta yasiyowezekana kwetu, kwa sababu kwako yanawezekana. Pokea sifa, heshima na utukufu, ni kwa jina la Yesu Kristo. Hebu wote tuseme amen. Mungu awabariki sana praise and worship. Sasa tuendeni tukakae kwa ajili ya chakula cha Bwana. Tunaendelea na ujumbe wetu mzuri, namna ya kufungua milango iliyofungwa kwa ajili yako. Namna ya kufungua milango iliyofungwa kwa ajili yako. Kwa ajili yako. Joshua sura ya 6, Biblia inasema Yeriko ilikuwa imefungwa kwa ajili ya wana wa Israeli. Hakuna aliyetoka na hakuna aliyeingia. Lakini Biblia inasema ilikuwa imefungwa kwa ajili ya wana wa Israeli.
Kuna milango ambayo imefungwa kwa ajili yako. Mtu mwingine akitumia huo mlango anafanikiwa, lakini wewe haufanikiwi kwa sababu kwako umefungwa. Na nakumbuka nilikuwa nimesema kwamba moja ya njia ya kufungua milango iliyofungwa ni kuwa na agano na Mungu. Lakini nikasema huwezi kuwa na agano na Mungu kama bado kuna agano lingine na Mungu mwingine, kama bado una agano lingine na Mungu mwingine. Na kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu, huwa hawezi kukubali kufanya kazi na mtu ambaye ana agano na Mungu mwingine. Kwa nikasema kabla hujataka au hujachukua hatua ya kufanya agano na Mungu, lazima kwanza uvunje agano la Mungu mwingine. Na leo nataka nizungumze aina ya maagano. Hauwezi kufanya imara agano lako na Mungu ikiwa kuna agano lingine ulilolifanya na Mungu mwingine. Kama una agano lingine ambalo halijavunjwa, aidha ulifungwa na agano la mizimu, ukoo wa baba yako, ukoo wa mama yako, agano lako na Mungu halitakuwa na nguvu. Kwa nini? Kwa sababu kila agano linamtaka mwanadamu awajibike. Na nilisema jambo moja, nikasema hakuna agano bila sadaka. Na nikasema hata Yesu kupatikana duniani aliletwa kama sadaka ili Mungu atupate sisi. Ndio maana Yohana Mbatizaji anasema, tazama mwana kondoo achukuaye dhambi ya ulimwengu. Yaani Yohana anafunuliwa, anamuona Yesu ni kondoo aliyekuja kuchinjwa kama sadaka kwa ajili ya kumpata mwanadamu tena. Nikasema hakuna Mungu anaweza kutembea na mtu bila agano, na hakuna agano bila kutoa. Hata ukitaka kuwa na agano na shetani lazima utoe. Inawezekana ukawa unahangaika sasa, hayo maagano ambayo nasema lazima nivunje agano kabla ya kufanya agano na Mungu. Lakini unajua, ukisoma Biblia inaweka wazi kuna aina ya maagano. Agano sio moja tu, ni zaidi ya 6. Mimi nitazungumza yale ambayo tutapata muda wa kuyazungumza ili tuyafanyie kazi. Bwana Yesu asifiwe. Aina ya maagano. Aina ya maagano au aina za maagano, yote ni Kiswahili tu. Nilikuwa nimesema kila agano hutengeneza mtu wa aina fulani, mwenye maisha ya aina fulani. Kwa sababu agano, nilisema kwamba kwa nini kuna maagano? Maagano yapo kwenye ulimwengu wa roho, iwe ulimwengu wa roho kwa shetani au ulimwengu wa roho kwa Mungu, au basi agano kati ya mtu na mtu. Leo nitazungumza hivi vitu. Kusudi kubwa nilisema ni kutaka msaada. Mtu mwingine anataka msaada kwa mwenye uwezo. Unapofanya agano na shetani, unataka shetani akusaidie. Nafikiri nikizungumza ndio lugha rahisi ya kueleweka. Huwezi kufanya agano na shetani alafu hutaki kitu kwake, na unakwenda kufanya agano upate kitu kwa shetani kwa sababu unajua yeye anaweza kukusaidia, ana nguvu kuliko wewe. Na wale ambao wanajua Mungu ana nguvu kuliko miungu mingine wote, wanafanya agano na Mungu ili kutaka msaada wa Mungu kwa Mungu, kwa sababu wanaamini nguvu za kweli na nguvu salama, msaada salama
msaada usio na majuto ni kwa Mungu. Kwa hiyo wanajikita kufanya agano na Mungu, na lazima watoe. Nilisema hivi, hakuna Mungu anayetoa, hata shetani, hakuna Mungu yoyote anayetoa bila yeye kupata. Hakuna Mungu anayetoa bila yeye kupokea. Ukienda kwa shetani kabla hajakupa anasema fanyaje? Lete kwanza. Lete kuku mweusi. Lete jogoo mwekundu. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Akiona umekuwa mwaminifu kwa kuku, anakuambia lete mbuzi au kondoo. Mchinje mzima mzima. Akiona umekuwa mwaminifu kwa mbuzi na kondoo, anakuambia lete ng'ombe. Akiona umekuwa mwaminifu kwa ng'ombe, baadaye anakuambia lete mtoto. Hakuna Mungu anayetoa bila yeye kupata. Na kama utaki apate, hakupi mpaka utakufa. Utaondoka duniani ukiwa maskini. Ndio maana unajua kanisani kuna sadaka, na watu hawaelewi kwa nini tunafanya sadaka. Mtunga Zaburi, ile Zaburi ya 50 anasema, nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano na mimi. Kwa nini? Kwa dhabihu. Si mnaelewa? Kwa nini? Kwa dhabihu. Yani nileteeni watu wangu wacha Mungu wangu ambao nimefanya agano nao kwa sadaka zao. Sasa unasema huna sadaka lakini unataka Mungu akupe fedha, Mungu akupe utajiri. Mungu hayuko hivyo. Sio Mungu huyu tunayemwabudu tu, hata Mungu shetani hafanyi hivyo. Sasa nataka nizungumze leo aina ya maagano. Yako maagano mengi, na nilisema yanaweza kufika 6 na kuendelea, lakini nataka nizungumze machache. Agano aina ya kwanza ni maagano ya damu na maneno. Maagano ya damu na maneno. Damu inatolewa, baada ya kutolewa ile damu, maneno pia yanafuata kusindikiza ile damu. Damu inasimama kama shahidi. Ndio maana hata mganga akikuchanja, wale waliochanjwa, anaweza kuwa naimba nyimbo ambazo wewe huzijui, au anaongea maneno ambayo wewe hujui hata tafsiri yake ni nini, ila atakwambia wewe sema tawire, na kule tawire maana yake ndo amina, ndo na iwe hivyo, lakini hujui anakukabidhi kwa dude gani. Damu na maneno. Kama ilitumika ya kuku au ya ng'ombe ya nini yoyote kufanya agano, lakini maneno lazima yawepo. Na katika haya kuna aina za maagano. Inaweza ikawa damu za watu na damu za wanyama au za ndege, ndo kama hao kuku. Lakini pia kuna damu zingine kwa wanaume, hata tohara pia. Kwa sababu najua agano la kwanza aliyofanya Mungu na Ibrahimu, alifanya agano la tohara. Alipata damu kupitia tohara ya familia ya Ibrahimu. Lakini pia kuna maagano mengine ambayo damu inatolewa kama amini, kama patano kati ya mtu na mtu. Watu wawili wanakubaliana kuingia kwenye agano. Huyu anachanja damu yake na yeye anachanja damu yake, wanachanganya. Mwae kusikia hiyo kitu? Wanachanja mwanaume labda na mwanamke, wanakosea, wanafanya ujinga. Anachanja huyu, anachanja na huyu, alafu wanachanganya damu. Siku akianza kufa mmoja, na yule wa pili anakwenda kufa. Kwa sababu mmetengeneza fungate la mauti. Mnakasirika, potelea mbali. Mimi nitawaambia tu, kwa sababu nimetumwa niseme na nyinyi. Niseme na nyinyi. Ndio kazi yangu. Utanikuta Jumapili nasema na wewe, Jumapili nasema na wewe. Jana usiku nilikuwa nasema, mchana asubuhi, ile asubuhi nilikuwa nasema hapa, usiku tena mpaka saa 8 ile, siji saa 8 saa ngapi, saa 7, saa 8 ninasema, na sasa ninasema. Sikiliza, kuna watu wanafanya hivi. Aidha mtu anachanja damu, alafu huyu naye anachanja, huyu anakunywa mwenzake na yeye anakunywa mwenzake. Hiyo ni amini, ni agano. Sasa kwa sababu hiyo damu sio ya Yesu wala sio takatifu, maana Mungu alipotafuta damu takatifu hapa duniani alikosa.
Ndio maana akamleta mwanae pekee Yesu Kristo. Damu yoyote inayofanya agano ambayo si ya Yesu inaruhusu roho chafu kuingia kwenye maisha ya mtu. Inaweza kuleta umaskini, inaweza kuleta ugonjwa, inaweza kuleta chochote kile kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa nini? Kwa sababu msingi si Mungu. Ndio maana unaona kwenye Biblia inasema ingawa Habili aliuawa na Kaini akiwa mcha Mungu, lakini bado damu ya Habili haikuleta ukombozi kwetu. Isipokuwa Mungu akataka damu takatifu ya Yesu Kristo. Sasa maagano yote yanayofanywa kwa damu ambayo si damu ya Yesu yana tatizo kwenye maisha ya mwanadamu, na yanatatiza ustawi wa maisha ya mwanadamu, na ni mlango wa uharibifu kwenye eneo fulani la maisha ya mwanadamu. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Damu za wanyama zinaweza kuingia agano, lakini agano la damu za wanyama huwa halina nguvu kama damu ya mwanadamu. Na hasa mwanadamu anapotoa damu yake kwa ajili ya mambo ya kiroho. Mambo ya kiroho ni pamoja na uganga na mambo ya kichawi na ushirikina. Kuna watu wamechanjwa mpaka kwenye ulimi wako hapa. Wengine wamechanjwa mahali ambapo huwezi hata kusema. Wengine wamechanjwa agano. Na kama mtu amechanjwa kwenye viungo vya uzazi, maana yake ameingia agano na majini. Kwa sababu ya ile damu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Sasa unajua kama agano la damu ya mtu na mtu mwenzake wakafanya agano, maana yake roho za yule zinaingia kwa huyu na za kwa huyu zinaingia kwa huyu. Na wanaweza wakaoperate kwa huyu leo, kesho wanaoperate kwa huyu. Wanaspendi tu, wanaamua kutembelea huyu leo, kesho alafu wanatembelea yule, wanaenda kufanya kitu. Wakitoka kwa yule, wanatembelea, sema wiki hii tunamtembelea huyu. Kwa nini? Kuna agano. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuko pamoja. Kitabu cha Mwanzo sura 17 kinazungumza habari za agano. Mungu anaongea na Ibrahimu, anasema hivi: agano langu, mstari kuanzia ule wa 7 kama unaandika mpaka wa 13. Mwanzo 17 mstari wa 7 mpaka wa 13. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako, na vizazi vyao kuwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako nitakuwa Mungu wenu, kwa lugha rahisi. Lakini hilo agano la kufanya Mungu awe Mungu wao linafanywaje? Sikiliza. Nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako nchi hii unayoikaa ugeni. Lakini kwanza agano kabla hajawapa nchi. Unaelewa kitu hicho Yaani anawaambia hivi, ninafanya agano na wewe Ibrahimu, agano la milele kati yako wewe na uzao wako badala yako. Hata kama umekufa, ili agano litafanya nini? Litaendelea. Na baada ya hilo agano anasema ninakupa nini? Nchi Kanaani, asali na maziwa. Haviji kabla ya agano. Asali na maziwa huja baada ya nini? Ya agano. Sikiliza vizuri. Maana yake nini? Anataka nini huyu Mungu kabla hajatoa nchi? Sema nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako nchi hii unayoikaa ugeni, nchi yote ya Kanaani kuwa miliki yako, miliki ya milele. Nami nitakuwa Mungu wao. Hao watoto, unaweza ukatumikia agano ambalo hukufanya wewe, alifanya babu yako. Kwa sababu Israeli waliingia Kanaani baada ya Ibrahimu kufa miaka mingi. Amekuja Isaka, amekufa. Amekuja Yakobo,
na yeye hakuingia Kanaani, alikufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini bado Israeli wamekaa miaka 400 kwenye utumwa kule Misri. Bado lile agano liliwaingiza Kanaani. Sikiliza vizuri. Mungu akamwambia Ibrahimu, nawe ulishike agano langu, wewe na uzao wako kwa vizazi vyao baada yako. Hilo agano. Hili ndilo agano langu utakalo lishika kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako. Kila mwanamume wa kwenu atatahiriwa. Sasa anataka damu kwanza kabla ya kuwapa nini? Kanaani. Yaani toweni kwanza damu yenu. Watoto wa kiume watahiriwe, Mungu aipate damu. Alafu anasema baada ya kupata hicho anachotaka Mungu, alafu na yeye anawapa nchi. Wangapi mnanielewa nazungumza? Sasa wanajifunza nini hapa? Mungu huwa haanzi kutoa. Yeye ana vingi. Anataka mwanadamu aanze kutoa vichache alivyo navyo, alafu ndio Mungu atoe. Sasa wanadamu wa kanisa la leo wanataka Mungu atoe kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu Mungu atoe kwanza, alafu ndio tena sasa akishatoa akiwaambia haya nipe, pia na penyewe napo inakuwa mtihani. Utakaa maskini tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakaa maskini tu kabisa mpaka utaondoka duniani hapa. Sikiliza anachokisema. Mtatahiriwa nyama ya magovi yenu, na jambo hilo litakuwa ishara ya agano kati ya mimi na ninyi. Yaani nitakuwa naiona kila watoto wakizaliwa kitahiriwa. Agano ninasema lipo agano kwa sababu mtakuwa naiona damu. Mtoto wa siku 8 atatahiriwa kwenu, kila mwanamume katika vizazi vyenu, mzaliwa nyumbani na mnunuliwa. Yaani mtumwa atakayeingia kwenu kama wa kiume atahiriwe kwa fedha, aliyenunuliwa kwa fedha. Kila mgeni asiyekuwa wa uzao wako akikaa kwenu, ili agano lisivunjike, mtahirini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Kutoka sura ya 4 kuna kitu kinazungumza cha ajabu sana. Mistari michache, mstari wa 24 mpaka 26. Kutoka sura ya 4. Kutoka sura ya 4. Mstari ule wa 24 mpaka 26. Neno la Mungu linasema hivi. Ilikuwa walipokuwa njiani mahali pa kulala, Bwana akakutana naye akataka kumuua. Sikiliza sasa. Huyu anayezungumzwa hapa ni Musa. Musa ametoka kule Midian kwa Yethro mkwewe, ameambiwa na Mungu kwamba ninakutuma ukawatoe watu wangu Israeli katika Misri. Maana yake ana wito, amepakwa mafuta, ameziona ishara. Fimbo yake inageuka kuwa nyoka, kiganja chake kinatengeneza ukoma. Sasa nenda. Akiwa njiani ana watoto wake wawili wa kiume, hajawatahiri. Maana yake yuko kinyume na agano alilolifanya Ibrahimu na Mungu. Na anakwenda kukutana na Wayahudi wenzake kule Misri. Biblia inasema hivi, sikiliza. So Mungu alikuwa analiangalia agano. Anakwenda kuwatoa ili awapeleke Kanaani sawa sawa na alivyowaahidi, na atakayetumika atakuwa ni Musa. Kwa hiyo Musa amebeba hatima ya kuwatoa watu kwenye utumwa awapeleke Misri, lakini hajalishika agano. Biblia inasema akakutana naye akataka kumuua. Ndipo Spora mke wake Musa akashika jiwe gumu na kuikata govi ya zunga la mwanawe na kuibwaga miguuni pake. Alibwaga kwenye miguu ya Musa. Akasema, hakika wewe u bwana harusi wa damu kwangu mimi. Basi akamwacha. Ndipo huyo mkewe akanena, u bwana harusi wa damu wewe, kwa ajili ya kutahiri. Mungu akagairi akamwacha. Akasema, sasa nenda kawatoe ndugu zako utumwani. Kwa nini? Agano limefanyika, sasa nenda.
Hai, nazungumza hayo maagano ya damu. Haleluya, maagano ya damu. Na kuna maagano mengine ya damu lakini yanafanyika kama kafara. Unaweka wewe mkono kwa mnyama, halafu unasema maneno, halafu wanamchinja yule mnyama. Ile damu ni kafara, ni agano la kikafara juu yako. Au wanakata ile damu, ikisha toka wanakupaka kwenye viungo fulani, na pakwa kwenye viungo fulani. Lile ni agano, ni kafara ambayo inagusa maisha yako wewe na uzao wako, haiishi kwako mpaka uzao wako. Kwa hiyo kuna maagano mengine ambayo yanatesa maisha yetu, ingawa tunanena kwa lugha. Hatukufanya sisi. Hata huyu Musa hakuwa amefanya agano yeye, alifanya Ibrahimu. Lakini lile agano linafuatilia maisha ya Israeli, vizazi na vizazi. Sasa kwenye dini zingine za Kipentekoste wanasema ukisha tu okoka kila kitu kimekwisha. No. Mwanadamu akimpokea Yesu anakuwa na takataka nyingi ambazo Mungu anataka afanye pruning. Kuna hatua. Unakuwa umebeba mizigo mingi ambayo huwezi kuitua siku moja. Mingine ni siri kama hizi maagano. Haleluya. Ezekiel sura ya 21 na mstari wa 21 mpaka ule wa 23. Neno la Mungu linasema hivi, makafara. Maana mfalme wa Babeli alisimama penye njia panda, penye kichwa cha njia hizo mbili, ili atumie uganga. Aliitikisa mishale huko na huko, akaziuliza terafi, akayatazama maini. Watu wao hawajui hata Adam na Hawa walipoanguka, lile anguko la kwanza la mwanadamu, Biblia inasema Mungu aliwavalisha ngozi. Unasikia? Aliwavalisha nini? Ngozi ya mnyama. Hivi ngozi ya mnyama huwa inapatikana akiwa hai? Na wakati huo kulikuwa hakuna kufa. Maana yake Mungu alichinja nini? Mnyama. Kiumbe cha kwanza kufa ni kiumbe kile ambacho Mungu alitumia ngozi yake kumvalisha Adamu na Hawa. Halafu akafuata Habili. Maana yake nini? Mungu alitoa kwa ajili ya Adamu na Hawa. Ile damu ikawa agano lingine ambalo sasa Biblia inasema kuanzia pale sura ya 4 kitabu cha Mwanzo, watu wakaanza kwenda kumtafuta Mungu badala ya Mungu yeye kuja tu kuwatembelea kwenye bustani ya Eden. Lile agano lilikuwa la kuwafanya nao waanze kumtafuta Mungu. Badala ya Mungu yeye akiona jua likipunga anakuja, anasema sasa sitakuja mpaka mnitafute mje. Lakini kulikuwa na damu. Ndio sasa unaona kina Habili wanatoa wanyama walionona kwenye madhabahu ya ibada. Akina Kaini wanapeleka matikiti na matango na mahindi yaliyooza, halafu wanakataliwa sadaka zao. Habili anapeleka wanono, wanakubaliwa mbele za Mungu. Halafu Kaini anakasirika, anakwenda kumuua mdogo wake, halafu anaingia kwenye laana ya damu. Hakuna damu inayotoka isiwe na kazi. Bwana Yesu asifiwe. Akina mama ili ampate mtoto lazima aanze kwanza kutoa damu yeye, ndipo mtoto anazaliwa. Anapewa mtoto baada ya damu ya mama kumwagika. Akina mama si mnaelewa ninachoongea? Kwani anaanza kuzaliwa mtoto kabla hujaiona damu? Yataanza maji, alafu itakuja damu, alafu mtoto anazaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatoa damu, unapata mtoto.
Bwana, kaa kwenye kona na akina mama uwaulize, watakwambia ninachozungumza. Na siku hizi tena imekuwa mbaya sana. Wamama wengi hawajifungui kawaida, yaani madaktari wamekuwa wavivu wa kufuatilia. Kila mtu anasema operation, anazaa operation, operation. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni agano kundi la kwanza. Biblia inasema huyu mfalme yeye alikuwa anafanya kafara ili akashinde vita, lakini alichinja mnyama kama anaangalia zile herufi na kuangalia maini ya yule mnyama, halafu huko anaongea. Katika mkono wake wa kuume alikuwa na kura ya Yerusalemu, kuviweka vyombo vya kubomolea, kufumbua kinywa katika machinjo, kuinua sauti kwa kupiga kelele sana, kuweka vyombo kwa kubomolea juu ya malango, kufanya maboma na kujenga ngome. Lakini alitoa kafara. Bwana Yesu asifiwe sana. Maagano aina ya pili ambayo yako kwenye kundi la pili ni maagano ya ibada. Maagano ya ibada. Na haya maagano ya ibada yanashirikisha vitu vingi. Inaweza zikawa sadaka za kawaida, lakini pia na za damu. Kwenye agano jipya hatumwagi damu za wanyama tena, lakini unaweza kufanya ibada pia ukamwaga damu bila kujua. Kuna watu wanatoka kwenye mikoa fulani ambayo wazee kuna kipindi kikifika wanachinja mnyama, wanachinjia kaburini, wanakwenda kufanya ibada na watu wanashiriki. Na wengi walio mjini ambao wameendelea, wakisikia umeokoka wanakuambia, wewe huhitaji kuja, sisi tunahitaji tu mchango wako, wala wewe hakuna haja ya uje, sisi tu wewe toa mchango wako basi tutanunua mbuzi, wewe wala hakuna sababu ya kuja. Umefanya agano kwa sababu pesa yako imefanikisha kupatikana damu ya yule mnyama, kwa wewe umeshiriki. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Wanaambia, unajua wewe, sisi tunajua umeokoka, wewe tupe mchango tu, wewe tupe, tuna shida na wewe, tunajua wewe wala uweze kuja kwenye ibada zetu sisi, wewe tupe tu mchango wako, si tuweze. Halafu wanaweza kudanganya, tunanunua mchere, kumbe sio, hakuna mchere kule. Kwenda kununuliwa mbuzi, halafu kabla hajachinjwa wazee wanamwekea mikono yule mbuzi, wanaongea maneno, ndipo anachinjwa, au ng'ombe ndipo anachinjwa. Halafu akisha mchinja wanaweza kuchukua maini, ile tunasoma Ezekiel 20, wakaangalia maini wakasema hii sadaka imepata kibali au imefanya nini, imekataliwa. Wakiona wazee imekataliwa wanasema leteni mwingine. Ni maagano. Sasa unajua wewe umeokoka, unanena kwa lugha, lakini kuna agano lingine ambalo limeshikilia maisha yako. Na kanisani hawakwambii, wanasema haleluya, ya kale yamekwisha, sasa ni mapya. Na wengine wanakwenda mbali sana, ukifundisha wanasema kila kitu kimekwisha, unaanza kujiuliza. Biblia inasema kwenye Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 na wa 14, sema Mungu alitununua. Alipokuwa anatununua, Biblia inasema alituhamisha kutoka kwenye ufalme wa nguvu za giza akatuingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Unajiuliza prosesi gani ilifanyika kuhama? Wewe uliokoka ukasamehewa dhambi, lakini damu yako iko kwenye tunguli ya mganga. Uliondoa kwa kuokoka, kwa toba. Ile sio dhambi, lile ni agano. Uliposamehewa dhambi ukampokea Yesu kuwa Bwana mwokozi wa maisha yako, ulisamehewa dhambi. Halo? Ulisamehewa dhambi. Nikuulize kitu. Hivi kiokoka ulikuwa mlevi na ulevi kusababisha TB, kisha okoka tu TB inaondoka? Kwa nini haiondoki?
Si umesamehewa? Si mwana wa Mungu? Umezaliwa mara ya pili? Kwa nini TB ipo? Pepo hatoki kwa sababu umeokoka. Na sio kwamba mtu akiwa na pepo hajaokoka. Hapana. Pepo wanakaa kwa sababu kuna maagano, kuna mikataba ambayo wakati mwingine kanisa la Mungu halishughuliki na hivyo vitu. Linashughulika na matokeo ya maagano badala ya kushughulikia agano linaloleta matokeo mabaya kwenye maisha yao. Kama kusingekuwa na hivi vitu ninavyokufundisha, maisha yetu yasingekuwa hivi tulivyo kama ninavyowaona. Tusingekuwa hivi, tungekuwa mbali sana. Ahadi za Mungu ni nyingi kweli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Kuna maagano ya ibada ambayo wakati mwingine yalifanywa huko nyuma kwenye maisha ya nyuma. Aidha wakati ukiwa we mdogo, na mengine yanaendelea mpaka leo. Hayo maagano, kwanza nikwambie tabia ya agano. Tabia ya agano huwa agano haliishi kwa aliyelifanya. Hiyo ulielewe hiyo. Agano linapofanywa na mtu huwa haliishi kwa huyo aliyelifanya. Kila agano linalofanywa na mtu huwa ni agano la uzao. Huwa lenyewe linafanya kazi kwenye uzao wake wote. Na uzao mwingine au kizazi kingine kitakachokuwa kimezaliwa kisichojali hayo ambayo kizazi kilichopita kilikuwa kinayafanya, wale miungu waliokuwa wanaabudiwa na kizazi kilichopita huwa wanageuka kuwa adui wa kizazi kisichoabudu. Wanaweza kufungia vitu fulani wasivipate. Wanaweza kuruhusu mambo fulani mabaya kwenye familia. Wanaweza kuwa kikwazo cha kila unachokifanya kwa mikono yako. Na wakati mwingine wanaweza kukufunga hata kama umesoma, una vyeti vizuri, masters, sijui nini, haupati kazi. Mtu wa diploma yeye anapata kazi. Mwenye certificate anapata kazi. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Kwa hiyo sadaka nyingi ambazo zilitolewa kwa miungu huwa zimetengeneza agano, na hilo agano huwa linakwenda vizazi hata vizazi. Kwa hiyo tunaposema tunafungua milango iliyofungwa kwa ajili yetu, haifungwi tu kwa kulogwa. Hapana. Tena Biblia inasema, unajua, baada ya kumpokea Yesu hakuna uchawi wala uganga. Usiogope uchawi wala uganga ukiwa umeokoka kweli. Vinavyotesa maisha yetu ni vile ambavyo vilifanyika kama agano au mikataba kwenye familia tulizotoka. Anaweza kuwa baba yako akufanya, babu yako alifanya. Na mimi nataka niwaambie kitu kimoja cha ajabu sana. Agano na laana huwa ni vitu vinafanya kazi kwa akili sana, ya zile roho chafu. Unaona hapa, ukisoma kizazi cha Kaini, mwanae Kaini hakumwaga damu. Lakini mjukuu wa Kaini anaitwa Lameki, kizazi cha 5, alikuja kumwaga damu. Halafu anasema hivi, kama Kaini alilipiwa kisasi mara 7, mimi Lameki nitalipiwa 7 mara ngapi? Mara 70. Mmewahi kuisoma hiyo kwenye sura ya 4 kitabu cha Mwanzo? Ina maana agano linalo likakuluka wewe, lisikupige, lisikushambulie, unakuja kukuta roho chafu za kiagano zinashambulia watoto wako au wajukuu, mpaka patikane mtu kuja kulifanya, kulivunja lile agano. Ndio maana unaweza kushangaa ukakuta kwenye familia yako kuna mtu yuko tofauti kabisa na wewe na watoto wengine wote. Kwa nini? Unajua zile roho za kiagano zimeluka, zimekwenda kukamata mtoto mwingine au mjukuu, ili kuliniwa agano kwa kupitia yule, au kutimiza lile kusudi la lile agano kupitia yule. Kama agano lile lilikuwa linaruhusu magonjwa fulani, anaweza kuta baba na mama, bibi na babu hawana shida, kanakuja
juku katuku kanakuja kukamatwa na hiyo shida. Haliwezi kupotea hivi hivi. No. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Agano. Na hasa maagano ya kiibada. Wamamwaga sijui maziwa, wanaabudu, wanamwaga sijui na nini, majane sijui wanaweka pale na nini, wanamwaga sijui kwenye mgomba au kwenye mti au kwenye jiwe au kwenye nini. Lile ni agano la ibada na litafuatilia vizazi. Na ndio maana unaona kwa wale ambao wametoka kwenye jamii ambayo mimi naijua, unaweza kukuta kwamba amechinjwa mnyama, imemwagwa damu, lakini pale wataleta mtama, utaleta na mahindi, utaweka na maziwa. Yaani zile baraka zote ambazo zinagusa maisha ya watu zinakusanywa pale. Sasa unajua vile vitu vinakuwa haki ya miungu. Na anayetaka kuvipata lazima aende kwa miungu. Asiyeenda hatapata. Kwa nini? Wamekabidhiwa mtama, wamekabidhiwa na vishiringi vya 200, wamekabidhiwa maziwa, wamekabidhiwa na nyama, alafu wamekabidhiwa na damu na mtama na vitu vinawekwa pale. Sasa unajua wewe unataka mtama, unataka pesa, unataka nini? Vimekabidhiwa ile miungu. Na kuna agano. Ili upate lazima ufanye nini? Ufanye agano, uendeleze agano. Hujafanya haupati. Na ukipata kwa miujiza, wanapiga, wananyang'anya, wanachukua. Ndio maana unaona kuna kupaa na kushuka, mapanda na kushuka, panda na kushuka. Unakuwa navyo, wakati unasema sasa ngoja nikae nile, jamaa anakuja anachukua, unabaki upya, unaanza upya. Sasa ukiangalia dhambi huna, angalia kosa ulilolifanya hamna. Na wengine anadiriki kusema unajua hata sadaka mimi natoa. Sawa, unatoa na sadaka kwa Mungu, lakini sikia, yuko Mungu ambaye sasa hutoi sadaka na ana agano na wewe, lazima kupige. Shariti lazima uvunje lile agano. Unapokuwa hautoi kule, unatoa kwa Mungu uliyempenda na uliyemchagua, yule Mungu mwingine ambaye ana agano na wewe hata kuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na agano na shetani, ukatumika huko kwa shetani, nataka niseme Mungu aliyeumba mbingu na nchi hata kuacha. Ukiacha kwa wale mashetani, ukaenda kumcha Mungu, alafu agano lipo, hujalifanyia chochote, mashetani wana haki ya kuja kufanya nini? Kukuharibu. Lazima uvunje agano, kuondoa haki yao ya kukufuata. Jua Jumapili hizi zimekuwa za tofauti, hakuna amina, hakuna cha nini, lakini tutakwenda. Haleluya. Tutaenda tu. Tutaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza vizuri hapa. Kitabu cha Kutoka sura ya 24 mstari wa 4 mpaka wa 8. Kutoka 24 mstari wa 4 mpaka wa 8. Basi Musa akayaandika maneno yote ya Bwana, akaondoka asubuhi na mapema, akajenga madhabahu chini ya mlima na nguzo 12 kwa hesabu ya kabila ya 12 za Israeli. Anasema mstari unaofuata, akapeleka vijana wana wa Israeli waliotoa sadaka za kuteketezwa, wakamchinjia Bwana sadaka za amani za ng'ombe. Musa akatoa nusu ya ile damu akaitia katika mabakuli, na nusu ya ile damu akainyunyizia juu ya madhabahu ibada hiyo. Kisha akakitwaa kitabu cha agano, akakisoma masikioni mwa watu, wakasema hayo yote aliyonena Bwana tutayatenda, nasi tutatii. Mstari wa mwisho wa 8, Musa akaitwaa ile damu akawanyunyizia watu, akasema hii ndiyo damu ya agano alilolifanya Bwana pamoja nanyi katika maneno hayo yote. Unaona kitu hiyo? Na ndio maana kwenye maagano mengine, kwenye familia zingine na makabila mengine, kanachukua kababu kanaweka sijui mbege sijui kwenye, natoa tu mfano jamani. Unaona? Kwa hiyo anaweka mdomoni, alafu watoto wamejaa pale na wapuliza. Hujawahi kuona hiyo kitu? Na anasema maneno.
Na wakati mwingine unaweza kuingia agano na miungu wa babu au wa mtu mkubwa kwenye familia. Unakwenda Dar es Salaam kutafuta maisha, anakuambia lete mkono. Hiyo ni ibada, alafu anakutemea mate. Alafu anasema maneno, nenda. Mkono wako una agano la mate ya babu au mtu mkuu kwa ukoo. Unapopokea pesa, unapokea pesa ambazo zina agano na mate. Kwa hiyo usipoabudu Mungu wa yule mwenye mate, yule Mungu wa mwenye mate atachukua pesa yake. Sije naongea kitu gani? Mnanielewa watu wa Mungu? Najua mmeshakuwa watu wazima na mimi naongea na watu wazima. Hamhitaji maziwa, mnahitaji sasa hivi kande. Sawa? Mnahitaji bisi zile za kienyeji, mponde na mifupa. Wewe unajua, unasema unajua napata pesa lakini sijaifanyia chochote, nakuta hela yangu imeisha. Yaani sijafanya chochote, hata nikiorodhesha vitu ndivyo nunua lakini hela hamna. Umepokea pesa ambayo imeletwa na maneno ya aliyetema mate kwenye kiganja chako. Kwa zinapitia kwenye mikono yako kwa sababu kuna mate ya miungu wa yule babu yanafuatilia maisha yako na kila unachokifanya. Usipowajibika kwenye agano, wanakunyang'anya kwa sababu huna mkono wewe, sipokuwa una mate. Oh, glory to God. Agano. Mimi nakufundisha aina ya maagano. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wengine unajua, walipokuwa nazungumza maagano ya ibada, walipokuwa nakwenda kufanya mitihani wa shuleni wakati wanasoma, alipewa zile kalamu, labda mganga akazifanyia kitu akasemea maneno hivi, au ambia nenda ukaandike ukafaulu. Mshahara sio wa kwako, mshahara ni wa yule mwenye kalamu. Huwezi kujenga, huwezi kupata faida kwa sababu kuna agano ambalo umekiuka. Wewe sasa hivi unakimbia kwenye agano la kunena kwa lugha, lakini kalamu uliandikia sio kwa kunena kwa lugha, uliandika kwa Mungu asiyejua lugha unayosema leo. Atakudai. Ili akuache lazima uvunje agano. Wangapi inagusa hii kitu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wengine unajua walifanyiwa ibada. Ibada inatengenezwa ngata ya majani, halafu una chungu kinapikwa, maji yanapikwa, halafu unakuja unawekewa hapa, halafu watu wanaimba, wanakusemea maneno, halafu wewe unapona ugonjwa fulani. Hiyo ni ibada. Haujapona, bali wamesogeza tatizo, wakaingiza tatizo. Una mzigo wa chungu mpaka leo, au kigae mpaka leo utatembea nacho. Ni wakati mwingine wakiamua kukupiga unashangaa umepigwa. Hiyo ni ya kwetu, sio ya kwenu. Maagano ya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Yanaweza yakatumika kwa damu au katumika vitu vingine, lakini ni maagano. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanataka kibali, wanakuambia, wanaweka kitu mlangoni, wasema wewe uko ndani, alafu sasa utoke uluke kile kitu, unaluka. Na wengine wanawasha moto, wasema msiwapitishe wanangu juu ya moto. Wewe unaluka, unakwenda pale. Sikiliza nikwambie, Mungu wako anakuwa ni moto. Na usipowajibika kwenye lile agano la moto, anakuwasha. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wengine walichanjia kwenye mikono wapige watu ngumi. Lile ni agano.
Wao hawatakupiga ngumi unayopiga watu, watakupiga ngumi kwenye uchumi, watakupiga ngumi kwenye eneo fulani. Utakuwa fukara mpaka uje uvunje lile agano. Kwa nini? Kwa sababu ni ibada ulifanya. Okay. Kitabu cha Waebrania sura ile ya 9 mstari wa 16 mpaka ule wa 22. Waebrania 9. Biblia inasema hivi, mstari wa 16. Maana agano la urithi lilipo lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Kwa maana agano la urithi lina nguvu palipotukia kufa kwa mtu, kwa kuwa halina nguvu kabisa ikiwa yu hai yeye aliyelifanya. Kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanzwa pasipo damu. Maana kila amri ilipokwisha kunenwa na Musa kwa hao watu wote kama ilivyoamriwa sheria, aliitoa damu ya ndama na ya mbuzi pamoja na maji na sufu nyekundu na hisopo, akanyunyizia kitabu chenyewe na watu wote. Ile tulisoma kwenye sura 24 ya Kutoka, akisema hii ndiyo damu ya agano mlioamriwa na Mungu. Na ile hema nayo na vyombo vyote vya ibada alivinyunyizia damu vivyo hivyo. Na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Vinakwenda sawa. Unapotaka kufanya ondoleo la agano lazima iwepo damu. Sasa kwenye kuvunja agano la maagano ya miungu huwa hatutumii damu ya kitu kingine tena. Tuna damu ya Yesu Kristo. Tuna damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Na mimi nataka niwafundishe, na hisi sitamaliza haya maagano. Nataka nifundishe nitakapoishia, afu wiki ijayo Jumapili nataka tuje tufanye maombi ya nguvu. Mungu alikuwa ananiambia, anasema hivi, kanisa langu nataka kulitoa mahali kwenda mahali pengine. Nataka kuwafungua vifungo ambavyo shetani hakutegemea kwamba watakuja kufunguliwa. Kwa sababu anasema nimelinunua kanisa kwa damu. Na unajua huwa tufundishi, utanisikia tena mwakani nafundisha, na kama miaka 5 ijayo ndo nitafundisha tena kitu hiki. Kwa hiyo ni kitu muhimu, nataka nikufundishe taratibu vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Walawi sura ya 17 mstari wa 7 anasema hivi, wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini ambao huwafuata ili wafanye uasherati nao. Sheria hii itakuwa sheria ya milele kwao, kizazi baada ya kizazi. Mstari wa 10 na wa 11, twende mbele kidogo. Hapo nimesoma mstari wa 7. Tusome mstari wa 10 na wa 11. Kisha mtu awaye yote wa nyumba ya Israeli au miongoni mwa hao wageni wakao kati yao, atakaye kula damu ya aina yoyote, nitakunja uso wangu juu ya mtu huyo alaye damu, nami nitamkatilia mbali na watu wake. Mstari wa 11. Kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Nataka leo nitamalizia na andiko hili. Kule kwetu sisi kuna kitu kinaitwa kisusio. Ndio anakiongelea hapa kwetu kule nilikotoka. Unaona eh? Anasema Israeli hawaruhusiwi kula damu, na yeyote atakaye kula damu sema atakaza uso wake juu ya huyo mtu na kumkatilia mbali. Sasa sio kufa. Kukatiliwa mbali, unaweza kuwa umekatiliwa mbali lakini unaishi. Kuna watu wanaishi wakiwa hai lakini wanaishi maisha mfu. Mtu yu hai
na maisha yake yeye kama yeye anapumua, anakula, anatembea, lakini maisha yake yamekufa. Anachokifanya yeye hakifanikiwi, wenzake wanafanya vinafanikiwa. Vinavyopita kwenye mikono yake havikai, vikipita kwenye mikono wengine vinakaa. Ni mfu anayeishi. Sasa anasema hivi, kwa nini damu huwa inaweza kufanya agano kubwa? Damu huwa inafanya agano kwa sababu Biblia inasema Mungu alitoa kwa ajili ya kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi ya mtu. Kwa hiyo ikitolewa damu ya kuku, au katoa mtu damu akachanja chale akaiacha kwa mganga zile chale, ile damu imefanya upatanisho na madhabahu ya kiganga. Ni agano. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umefanya agano la amini, umechanjiana na mwenzako, unaishi maisha yako. Atakapokuwa anapitia kwenye mahali pagumu, akishambuliwa na nguvu za giza, na wewe huku lazima ushambuliwe huko. Hata ukiolewa usije ukaruhusu mumeo akasema tuchanje. Hata kama mizimu ya kwao ilikuwa haiwezi kukugusa, ukisha chanja tu damu ya yule ikaingia kwako na ya kwako ikaingia kwake, mizimu wana haki ya kukushambulia. Na kama ulifanya hivyo, ninaomba Jumapili shughulikia hicho kitu, nitakuja kupitia. Tutafundisha kidogo tu, halafu tutaomba muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ndiyo majira ya kubadilishiwa maisha halisi ambayo hatujawahi kuyaona, ili kuyaondoa maisha bandia tunayoishi ambayo si ya viwango vya kimungu. Kuna watu wanabidi sio wavivu, lakini maisha yao ni duni kuliko maisha ya wavivu. Kuna watu wanatumia nguvu nyingi, lakini wanachopata ni kidogo, kwa sababu wanafanya vitu chini ya maagano. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, kuna maagano mengine ya ibada ambayo huwa tunapuuza. Unaweza kwenda kwenye msiba, alafu familia yote mkanyoa nywele, alafu zile nywele zinakwenda kupelekwa kaburini, zinachanganywa. Sikia, umebeba mauti ya kufa vitu vyako. Ni ibada ile. Zile mmekusanya zile nywele ni kama sadaka, mnapeleka kwa miungu ili kujisalimisha kwamba na nyinyi msife, kwamba mmetoa sadaka ya nywele. Hivi wewe unafikiri Yesu alikuwa na ufahamu mdogo? Anasema hata nywele zenu zimehesabiwa. Anasema hata nywele zetu Mungu amefanya nini? Anasema kwenye eneo lingine, kwenye vita katika Agano la Kale, anasema hata unywele mmoja hautaanguka. Umekuwa kusoma hiyo kitu? Hata unywele hautafanya nini? Maana yake nywele hizi zina uhusiano na utu wa mtu. Ndio maana ukienda saluni wakachomoa nywele yako, wakaenda kufanya ibada zao kwa miungu, nataka niseme hivyo, utapata shida. Kila siku akili yako itakuwa kwenye ile saluni. Saluni yangu, kwani ya kwako? Anasema ati jamani msizikimbie saluni. Lakini fanya akili, ukienda saluni zifunike nywele zako kwa damu ya Yesu, maana anayeshika kichwa chako ujue amejipaka mafuta ya mwanadamu au amejipaka mafuta gani. Mimi siendagi kunyoa, tunaweka kichwa hivi. Nikienda kunyoa nasema sikia, hizi nywele zangu ziwe zinawaka moto. Yoyote atakayezigusa kwa nia mbaya, mapepo yaliyokuwa na yeye hata hayakuwa na shida ya kukimbia, yamkimbii, yanasababishe hasara. Huwezi kuchukua nywele yangu kachezea. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kuchezea, itakusumbua kweli. Hello?
Yaani hii nywele hii unachukua si upeleke kwenye tunguli zitapasuka zote. Zote kabisa. Yaani wewe ukashangaa kila chungu kinapasuka ukiweka kwa sababu hutajua kama ya kwangu ndio inasumbua, ukaza umechanganya na nywele za watu wengine. Hutaijua kama ile ndio yenye shida, lakini unapata shida. Kwa nini unajua? Najua nywele zangu na utu wangu ni kitu kimoja. Sasa naona kuna watu nywele ziko kwenye tunguli na bado wamekaa tu. Wengine sijui mna matatizo gani nyinyi? Kuna wengine wananyoa sasa unyoaji wa Kimarekani. Zilienda wapi? Uliziacha wapi? Bwana Yesu. Sasa unashangaa wewe ulikuwa unakaa nywele zako ziko vizuri, naanza zinaanza kunyonyoka, sasa zinanyonyoka, wakishika tu zinapunyuka. Wengine hazikui. Wewe sikiliza nikwambie, hujajua hii siri. Kwa nini watu wengine wakilala wanaamka asubuhi wanakuta wamefanya nini? Wamenyolewa. Wewe unafikiri shandani mjinga anataka nini? Anataka na akinyoa hazioti. Au zikiota zinaota kwa shida kweli. Wangapi mama kukutana na hiyo kitu? Hebu nyosha mkono namna hii. Na kufundisha kitu kitakacho kusaidia. Si unaona? Swali, kwani anazitaka za nini? Unalala afu wanapata shida, wanaingia wanakuja na kunyoa wanaondokana. Za nini kama hazina maana? Ni agano. Wanazifanyia ibada. Afu mashetani yanasema mwenye nywele hizi mfuateni. Mwenye nywele hizi fuateni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unashangaa wewe umejifunika na damu ya Yesu, umeomba ulinzi wa Mungu kila upande, malaika jaene kwenye chumba changu, au unashangaa usiku majinamizi yanakuingia tu. Kwa nini? Wanakuja na nywele kwamba sisi tunakuletea nywele zako, huwezi kutuzuia kuja. Alafu hayakuachia naondoka nazo tena. Ni mlango tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mnafyonza nini? Naomba tusimame. Tunapomaliza ujumbe wa kufungua milango iliyofungwa kwa ajili yetu, hatutafanya bla bla. Tunataka tufanye kitu serious. Ndio maana unaona ninafundisha kidogo ninaacha. Nataka siku tukimaliza tuwe tumemaliza. Hata Yesu wakati anamaliza kazi pale msalabani alitamka, alisemaje? Alisema imefanya nini? Imekwisha. Nyosha mikono yako juu namna hii. Yes. Ninajua. Ulimwengu wa roho umetaharuki. Umetaharuki. Baada ya kugusa mambo ambayo huwa hayatakiwi kuguswa. Wako miungu ambao wanafuatilia maisha ya watu mpaka kanisani, kwa sababu wanajua hawaguswi kule kanisani. Wanajua wanakwenda na watarudi pamoja na wale watu. Imefika wakati tuseme hivi, lazima waishie pale mlangoni. Lazima waishie pale mlangoni. Lakini lazima kwanza tushughulikie kuondoa kila haki ambayo inawapa ujasiri. Kila haki ambayo inawapa ujasiri. Sema Yesu, ulininunua kwa damu yako, ukafanya agano na mimi, agano lililo bora kuliko maagano yote yaliyokuwepo na ambayo yapo. Kwa damu yako kuanzia leo ninatangaza kila agano lililokuwa limeshikilia maisha yangu, lililobadilisha hatima yangu na kusudi la Mungu juu ya maisha yangu, halitasimama tena kwa jina la Yesu.
kwa jina la Yesu halitasimama tena. Na nyinyi miungu wote na roho wa aina zote ambao mlikuwa mnapata nguvu kupitia hayo maagano, kuanzia leo mtakuwa dhaifu, mtakuwa dhaifu, mtakuwa dhaifu kwa jina la Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Bwana Yesu, agano lako na mtu huyu lina nguvu kuliko agano la yule njiwa, agano la yule kuku, agano la damu ya yule mbuzi, agano la yule mnyama. Agano lako lina nguvu ya neno lako, neno lenye nguvu kuliko maneno yaliyotamkwa na wale waliofanya agano na mtu huyu. Nimesimama kwa uaminifu kulinena neno lako hili. Ninaomba kuanzia leo lithibitishe kwenye maisha ya huyu mtu. Aanze kuona mlango uliofunguliwa, aanze kuona upenyo aliokuwa haoni, katika jina la Yesu Kristo. Adui aanze kuachia maeneo aliyokuwa ameshikilia, asiwe na nguvu tena. Wabariki watu hawa kwa sababu umewawazia mawazo mema, umemkusudia kumfungua mtu huyu na vifungo vya siri ambavyo alikuwa amemfunga, na kurudishia sifa, heshima na utukufu. Ni kwa jina la Yesu Kristo. Hebu wote tuseme amen. Sema amen.